yangu ambayo nayatoa free, moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa natarajia ndio ningevizungumza kama ningekuwa kwenye kampeni, kwa sababu sipo kwenye kampeni. Kwa hiyo sasa hivi ni free, kwamba wanaweza wakabuy in whoever ambaye amefanikiwa kuvuka kwenye nafasi ile. Ilikuwa moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa nadhani ni kuongeza idadi ya members kwenye shirikisho, kuongeza idadi ya wanachama. Ni moja kati ya vitu ambavyo mimi nilikuwa ndio ningevizungumza kwenye kampeni, lakini kwa sasa kwa sababu sikufanikiwa kuwa kwenye hatua hiyo, kwa hiyo sasa hivi ni free. Kwa hiyo natoa tu kama vile maoni ambayo kama wagombea wanaweza wakabuy in, kuongeza idadi ya members. Sisi tuna members wachache, mikoa, vilabu, chama cha makocha, chama cha marefa, chama cha wachezaji, chama cha soka la wanawake, chama cha daktari wa tiba za michezo, ni members wachache. Wenzetu kwa mfano kama ukienda baadhi ya mataifa, of course hata ukienda SAFA South Africa, idadi ya members vyuo vikuu ni wanachama kwa sababu ya mashindano yao, na mkitaka any research wao ni wanachama wenu wanafanyia research vyuo vikuu South Africa SAFA. Mabenki ni members kwenye SAFA South Africa, mabenki ni corporate when it comes to masuala ya loan nini vitu gani, ma expert wapo. Kuna members zaidi ya 15 na mataifa mbalimbali wanao members wengi. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho niliona tunaweza tukanufaika nacho ni kuongeza idadi ya members ili kuwa na karibuni katika kila sekta, kwa sababu hili football ndio ni cross cutting sector, lakini katika kila sekta kuna kuwa na mdau ambaye ana mchango positive. Wewe kwa mfano unapokuwa na mabenki unatarajia nini? When it comes to finance, unaye member wako. Unapokuwa na member ambaye ni universities zote hizi ni member wako. Any research si member anafanya tena kwa gharama zake, kwa benefit ya mpira. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa nimefikiria. Kwa hiyo this is free, lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nimetarajia kama ningefika ningekizungumza kwenye kampeni ni kuipelekea ule mchakato wa bodi ya ligi kuwa huru, bodi huru. Kama mchakato ulivyoanzishwa kipindi kile wakati wa Tenga, ilianza kamati, ikaja bodi ya ligi, lakini kuwa huru ili shirikisho kujikita kwenye development bodi ya ligi kama zilivyo ligi nyingine, kwamba independent body ambayo inakuwa inamilikiwa na vilabu either 16, 18, 20 kama unavyoona EPL ni company limited ambayo ni inatambulika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ule mchakato ni moja kati ya vitu ambavyo ningevizungumza kipindi cha kampeni, lakini kwa sasa viko huru, kama wagombea wanaweza wakabuy in or whatever. Lakini kitu kingine ni mkakati ambao nilishawahi kuzungumza katika mkutano mkuu kwamba katika sheria 17 za mpira wa miguu, sheria namba 1 ni inazungumzia miundombinu, viwanja. Kwa hiyo hii inaonyesha umuhimu wa kuwa na viwanja. Mpaka sasa katika wanachama ni mwanachama mmoja tu, Temeke, ndio anamiliki uwanja, lakini mahitaji ya viwanja ni makubwa kweli kweli. Niliwahi kuzungumza kwenye mkutano mkuu, nikatoa mapendekezo kwamba vyama vya mikoa lazima vimiliki maeneo, sio viwanja, eneo. Not necessarily katika kizazi hichi. Hilo eneo likiwa kila chama cha mkoa kinamiliki eneo, hata mwaka 2045 watakaokuwepo wakati huo ndio wanaweza kuwa na mahitaji ya viwanja. We are not independent. Sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Kuna mechi inabidi ziahirishwe kwa sababu kuna tukio ambalo linaingiza fedha zaidi kuliko mpira ukichezwa. Lakini kama vyama vya mikoa vikiwa na maeneo, huko mbele ya safari mahitaji yanaweza kuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo ningeweza kuyazungumzia. Lakini kitu kingine ni kushirikiana na taasisi za tafiti. Unajua mabadiliko mengi hayajafanyika kwa sababu tafiti hazifanyiki. Research katika football, serikali zote huwa inafanya mabadiliko pale panapokuwa na scientific research report ambayo ina uthibitisho wa kisayansi. Hizo research ndio huwa zinapelekea kubadilika kwa sera. Sera haibadilishwi kwa empirical data, kwa taarifa tu hizi kwenye vyombo vya habari na nini.
Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ningevizungumza kwenye kampeni. Kwa hiyo hivyo ni baadhi tu, nikasema wacha tushare ili kwa whoever ambaye aliyopo katika nafasi sasa hivi ya kugombea, kama ataweza kuviona vina mantiki, basi anaweza kuvichukua, viko free, kwa sababu ni maono ambayo mimi nilikuwa nayo katika kipindi kile natangaza nia ya kugombea. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo kwa mimi nimemaliza. Kwa hiyo nafikiri sasa ni wakati wa maswali. Karibuni. Ndio maana nimesema kwenye Sputanza fedha ambazo, kwanza lazima nilizungumzia Sputanza historia. Sputanza haina source ya revenue, haina source za revenue. Mwaka mzima tunaweza tukakaa mwaka mzima, unaweza kuwa na mtaji labda mmoja, sio Mbeya City bana, nadai mishahara yangu bana, sasa naomba nisaidie, ndo anaambiwa basi ilipia 15,000 ili kwanza uwe member, alafu ndio mwenyekiti anakuwa anakuwakilisha kwenye kamati ya sheria na hadhi za wachezaji kwenye kusikiliza hizo kesi. Kwa hiyo inaweza kupatikana mmoja kwa mwaka. Haina source za revenue kwa mwaka, haina. Kwa hiyo ndio maana nasema tunaiendesha kwa michango ambayo tunashangishana, ambayo hakuna risiti. Unatoa 100,000, 50,000, 100,000, ndio hivyo. Na fedha nimezungumza, fedha ambazo sio soka nilitoa, nilisaidiwa nikatoa, zinaweza kutufanya wale tuliokuwa wakati ule, na tulikubaliana hivyo, tuwe members pengine mpaka 2050. Sasa labda kosa ambalo nakiri ni kutokuwa na minutes za makubaliano, kwa sababu ninapokuwa mmekaa mkutano huwa lazima kuwe na minutes ambazo ndio reference kwa ajili ya watu watakaokuja huko mbele wajue kwamba mliamua hichi. Kwa hiyo ni moja kati ya makosa ambayo ndio nimeona nikasema sawa, kwa sababu my objective ni kusaidia mpira, basi tumekosea, mimi nimekosea pengine tafsiri, kwa sababu hao sasa ni watu wengine ambao walikuwa wanasimamia, ni katibu na mwenyekiti, ambao nafikiri ndio wanaweza kuelezea kwamba mimi am I active or not active kwa fedha ambazo nilizotoa. Lakini utaratibu wa risiti ni kweli hatukuwa nao utaratibu wa risiti, kwa sababu hatukuwa ni chama, sio yani ni chama kimoja ambacho ni masikini, tuseme ni masikini, sijui umenielewa, ni chama masikini. Kwa hiyo kukutana ndo kama hivi kunapokuwa na uchaguzi Sputanza, lakini au kwenye kesi kama hizo wachezaji ambazo unaweza mara moja mara mbili kwa msimu, ndo anakwenda mwenyekiti kwa ajili ya kwenye kutetea labda mchezaji fulani na kesi ya madai na vitu vya namna hii. Kwa hiyo kwa zile sources za revenue Sputanza haina for years. Kwa wachezaji tuzingatie ethics. Nimerudia zaidi ya mara 20. Tuzingatie ethics, tuzingatie maadili, tuzingatie katiba. That's it. That's my opinion. Tuzingatie ethics. Wachezaji tujitathmini, nimesisitiza tujitathmini wachezaji, tuzingatie maadili, ndio kitu ambacho nimesisitiza. Na mimi nitaendelea kuwa mwanachama wa Sputanza mpaka siku Mungu atakaponichukua. Sio lazima kuwa kiongozi, nitawajibika kutoa mchango wangu kwa wachezaji, wala hakuna shida. Imani yako bado tutaendelea kushirikiana nao, isipokuwa nimetoa wito kwa wote kwamba tujitathmini na tuzingatie ethics. Tujitathmini na tuzingatie ethics. That's my opinion. No opinion yangu kwa mchakato, aliulizia mchakato wa uchaguzi wote. Of course malalamiko kwenye michakato hii hapa ni kitu cha kawaida. Mimi mpaka jana juzi nikawa nakumbuka kwenye football kuna michakato miaka ya nyuma, nakumbuka ilikuwa IDFA Ilala, nakumbuka wakati enza kina Baresa ilishakuwepo clause kwenye katiba ambayo ilikuwa nasema existing, wakati ule existing. Kwa wengine hawa vinatakiwa vyeti, lakini existing
anatakiwa awe na utimamu wa mwili na utimamu wa akili. That's it. Kwa hiyo kwa mapitio haya kwenye mpira ya soka letu la Tanzania yameshapita, lakini kikubwa ambacho tunachokiona ni hii awareness ambayo msimu huu naona imeongezeka, yani sio msimu hii, kwa siku za hivi karibuni imeonekana kuongezeka, ambayo tunaamini hivi vitu vidogo vidogo vitakwenda kubadilishwa, ingawa siku zote ushindani yoga lazima kuwe na mtu ambaye hatuwezi kuongoza. Hata kama mnashindana watu 100, lazima atapatikana mmoja, haiwezekani wote mkashinda. Kwa hiyo mitazamo wa kila mtu kwamba this is not fair, this is fair, kila mtu huwa na opinion yake. To me, of course, kuna changamoto ambayo imeonekana msimu huu ya kikanuni, ya kikatiba, lakini changamoto ambayo utatuzi wake unahitaji kufata sheria, kwa maana ya kufata katiba. Hiyo ndio changamoto ambayo imeonekana, kwa sababu nime experience. Ndio maana hapo unakuja wanasema experience haina substitute. Kwa experience niliyoipata unaona kabisa kwamba hii ni changamoto. Kwa hiyo na watu wengine pia waliokutana na changamoto hiyo, ndio sababu imeonekana ni kweli changamoto ya katiba ambayo utatuzi wake pia unahitaji kufata utaratibu wa katiba. Watu wa, of course, kuna mtu ameniuliza hapo swala la watu wa mitaani. Ni kweli, mimi ni moja kati ya kitu ambacho kina motivate. Unapokuwa unaona kuna watu followers labda wanakupigia simu, kuna wengine kuna watu wameshakuja kabisa ofisini, si na kuunga mkono na nini, ni kitu ambacho kinakumotivate. Yaani vitu vingi vinakusukuma mtu kwamba unaona kukuamini, kwamba ile tu kuonyesha kwamba kuna watu wanakuamini ni moja kati ya kitu ambacho ni kitu kizuri. Kwa hiyo watu walikuwa wananiamini, niwaambie tu kwamba tuendelee kushirikiana, kwa sababu malengo ni kusaidia mpira. Malengo ni kusaidia mpira. Tuendelee kushirikiana. As far as haiwezekani tukashindana wote, tukashinda wote. Ni lazima tunaposhindana, lazima mtu mmoja ndio ashinde. Kwa hiyo kama Mungu hajaandika, hawezi kushindana nacho. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wananifollow, wananiunga mkono, naomba niwaambie hivyo kwamba kila kitu huwa kinapangwa na Mungu. Kama Mungu angekuwa kapanga, pengine wala tusingekuwa katika press hii hapa sasa hivi. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana, kwa sababu malengo yetu ni kusaidia mpira, basi tuendelee kushirikiana katika kusaidia mpira. Kuna matakwa ya kwenye uchaguzi, huwa kuna matakwa ya katiba, lakini pia kuna matakwa ya kanuni za uchaguzi. Kama endorsement ni matakwa ya kanuni ambazo zilipitishwa pia na mkutano mkuu. Sasa umeulizia kama wakati ule nili raise hand katika mkutano ule, nikafanikiwa kuweza mabadiliko hayo kufanyika. Na mabadiliko hayo ni yapi? Miaka ile mikutano ile mikuu, wakati ule ilikuwa mkutano mkuu, tukiingia naweza mkutano mkuu tukaanza saa 3, tukaanza kubishana kwa hoja mpaka saa 3 usiku kwa hoja. Modality ya mikutano mikuu ya wakati ule ni tofauti na modality ya mikutano mikuu ya kipindi hiki. Kipindi hiki of course ndiyo kutokana na maendeleo, development, na hasa masuala ya teknolojia, kwamba agenda zikishatumwa, kwa kama kuna mtu unataka any comment or whatever, una siku zako 30 za kuweza kutuma zile agenda kupitia email. Kama una any comment kupitia email, kwa hiyo zikipita hizo siku, kwa hiyo mkienda kwenye mkutano mkuu kama no comment katika email, maana yake ni kwamba zile agenda zimepita. Ndio sababu mkutano unaweza ukaona tunafanya labda tunaweza kuanza saa 3:30 tukamaliza saa 5. Kwa hiyo ni tofauti ya, kwa hiyo tunaweza tukalaumu maendeleo, tunaweza tukayalaumu maendeleo ya teknolojia tukayalaumu, lakini hatutaki kuyalaumu, nafikiri ni matumizi ya teknolojia kutokana na nature na maisha yetu ambayo tunaishi. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo unaweza kuvitofautisha kati ya mikutano mikuu, ule mkutano mkuu ya miaka ile ya wakati ule na hii ya kipindi hiki, ambayo of course kama huja comment kwenye email, kwa hiyo by the time mkienda kwenye mkutano, maana yake ni kwamba basi ni kwenda kupitisha. Ndio sababu hata ile agenda ya kupunguza idadi ya
kanda, kutoka kanda 13 zikawa kanda 6. Ni moja kati pia ya ajenda ambayo of course mikono ilikuwepo mingi, lakini kwa sababu hakuna maandishi yanayothibitisha, basi ajenda inapita. Kwa hiyo naweza kukuonesha tofauti hiyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo siku zote mtu unajifunza kupitia experience. Ukizungumza hivyo kwa kawaida tunasema vipi, mbona wajumbe mliokuwepo ndio mmepitisha, then mbona baadaye sasa of course, kwa sababu siku zote kujifunza huwa hakuishi. Kama Mzee Mwinyi, mpaka leo hii Mzee Mwinyi na miaka yake 90 plus bado anajifunza. Sasa sisi ni kina nani? Tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo kupitia vitu kama hivyo ndio tunajifunza. Umezungumzia masuala ya certification. Kwa wakati ule certification endorsement ilikuwa ni kwa sababu mantiki ya endorsement. Lazima tuzungumzie mantiki. Yaani kwa nini kunakuwa na endorsement? Ni kama vile kwa mfano katika membership, unapoomba membership katika vilabu hivi vya Yanga na Simba. Unapoomba wanachama, lazima kuwe na mwanachama akuendorse kwamba mimi namjua huyu hapa Ali Mayai ni mpenzi wa timu hii. Kwa hiyo anakwenda. Kwa hiyo kwa sababu yeye anaaminika ni mwanachama au ni kiongozi wa tawi, kwa hiyo anakuamini wewe kweli unaweza kuwa member. Ndio maana ya endorsement. Kwa hiyo hata uchaguzi uliopita ndio kwa kuna endorsement, lakini haikuwa na matakwa ya minimum watano. Ilikuwa kiongozi yoyote wa shirikisho, mwanachama yoyote anakuendorse. Ndio sababu sisi hapa wengine tulikuwa hapa sign tu ya mwenyekiti wa DRFA na muhuri tayari endorsement, kwa sababu yeye mwenyekiti wa DRFA ni mwenyekiti wa chama au mwenyekiti wa Morefa, Morogoro au whatever, Kigoma, sijui Shinyanga, mwenyekiti yoyote akisha yeye ni mwenyekiti, akigonga muhuri, akikuendorse kwamba yeye ndo anakujua kwamba wewe unakidhi vigezo, unaweza kugombania katika nafasi hiyo kwa sababu kwa hiyo maana endorsement ni. Kwa endorsement ya wakati ule ilikuwa haina limitation, ilikuwa na idadi ya watu. Ilikuwa whoever mwenyekiti chama chochote anaweza kukuendorse na ukaenda. Kwa hiyo by that time wakati ule imeenda kugombea ile 2017 endorsement ili criteria ilikuwa hivyo, lakini baadaye ndio imekuja kubadilika na ikawa hii hapa ya mahitaji ya members watano, ambao kama pia naendelea kujibu swali lile kwamba sijui hatujajipanga. Hapana jamani, mtu anapokuwa anachukua fomu kuna vitu vingi sana. Pamoja na kuwa na utashi, lazima utashi kwanza, alafu baadaye ni uwezo. Ukishakuwa na utashi ndio unapima uwezo. Hivyo vitu vyote tushazingatia, ndio sababu mtu anakwenda kuchukua fomu. Kwa hiyo kwa kusema kujipanga, sijui labda mtu ana define vingine, lakini kwa kujipanga nilikuwa nimejipanga, lakini masuala hayo ya endorsement ndio yamekuja kushindikana. Lakini swala la certificate, mimi to me naona ni minor issue, wala sio issue. Hata pale niliwaambia vyeti vya kama original zipo, lakini original siwezi kuacha original kwa sababu anything can happen. Kwa hiyo vile ni kweli vilikuwa havijakuwa certified, lakini wakati wa interview nilikuwa navyo original, vilikuwepo, kwa sababu kwa mujibu wa sheria lazima uwe of course form 4 na graduate, ambapo original wakati wa interview nilikuwa navyo. Sasa kwa maoni haya ambayo yametolewa sasa hivi, kwa maoni haya, kwa mitazamo haya na kwa demokrasia, kwa sababu moja kati ya michezo ambayo inaongoza kwa demokrasia duniani ni mpira wa miguu. Ndio mchezo ambao unaruhusu kila mtu kuongea. The only thing that anybody can talk about is football and politics. Kila mtu anaweza kuzungumza kwa opinion yake. Kwa hiyo kutokana na opinion hizi zinazoendelea kutolewa, nafikiri tunahitaji kuwa na mijadala ya kitaifa katika baadhi ya issues, kuwa na mijadala ya kitaifa. Yaani by the time mtu anakwenda kwenye mkutano mkuu, kwa mfano mjumbe wa mkoa sijui wa Musoma au mjumbe wa mkoa anatoka pale akiwa na mtazamo, maoni ya mkoa mzima, lakini sofa kwa sasa bado ni maoni ya mtu. Lakini tunakoelekea hivi vitu nafikiri vinahitaji kuwa na mijadala ya kitaifa, yaani paka vinapelekwa kwenye mkutano mkuu hivyo vimeshakuwa vimeshajadiliwa sana kabla ya kwenda kwenye mkutano mkuu, ili kwenda wale wajumbe ambao wanawakilisha mikoa na vilabu
wanakwenda kufanya maamuzi ambayo wameshajadiliwa na wadau takriban hata mwezi mmoja, miezi miwili. Kwa hiyo by the time wanafanya maamuzi au wanaamua, wanapitisha, ni kitu ambacho public iko aware. Kwa hiyo to me, naona hivi vitu huko mbele ya safari vinahitaji mijadala ya kitaifa. Sasa bahati mbaya, unajua mimi siwezi kuwazungumzia, na kwa sababu kwenye usaili naitwa mmoja mmoja na kamati ndio inakufanyia usaili. Kwa hiyo kila mtu alikwenda peke yake. Sasa sijui wao walisubmit, whether walisubmit receipt, whether walisubmit, lakini kikao cha mwisho ambao tulikuwa tumekaa, tulikuwa tumeongea vizuri tu, lakini kuna mtu mwingine hapa akaanza kuuliza, vipi, kwani mna vita? Naambia no, wala hatuna vita, sisi ni marafiki na tumeishi hivyo. Na narudia tena, tumeishi watatu tu, mwenyekiti, katibu na mimi. Mwenyekiti, katibu na mimi mjumbe. Na kuna baadaye of course wakaongezeka hapa karibuni, wakaongezeka mjumbe wa kamati ya utendaji, waliongezeka na Juma Pinto, ambao tukafanya vikao viwili vitatu kwenye ofisi za watu. Lakini kwa uthibitisho wa kweli, mimi hata kwenye usaili nilisema mimi sina uthibitisho zaidi ya wale watendaji, ndio anaweza kuthibitisha kama am I active or not active, mimi ni active au si active member. Lakini as far as nitaendelea kuwepo, haya masuala yakishamalizika, nitakwenda kuangalia status, kama requirements zote ambazo zinatakiwa kufill nitafill, ili niendelee kuwa active member. Ni moja kati ya changamoto ambayo umma public haijui. Awareness ilikuwa iko chini sana, ndio maana kuna watu wengine wazungumza hizi kanuni mbona zilikuwa miaka mingi sana. Hapana, kanuni zimebadilika hivi karibuni, zimebadilika na tulizipitisha kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo public awareness ndio changamoto ambayo kwa sasa nafikiri itakuwa ni moja kati ya solution kwa huko tunakoelekea. Yaani hii mijadala hii, hata baadaye uchaguzi ukifanyika au ukimalizika, nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo vitatakiwa kuhusisha jamii ya mpira, wanahabari, kutoa elimu, kwa sababu kazi ya vyombo vya habari ni kufikisha ujumbe kwa wananchi, watoe maoni. Nafikiri itasaidia sana kuweka awareness kuhusiana na masuala haya ya uchaguzi, na hasa kwenye eneo hilo la kanuni. Nafikiri of course alikuwa sasa hivi kwenye uchaguzi huwa nafasi hiyo, kwa mwenyekiti alikuwa Musa Kisoki ambaye ni mwenyekiti wa muda mrefu, mzoefu. Katibu ni Said George, na mimi nilikuwa mjumbe wa mkutano mkuu. Kwa miaka yote tumekuwa watatu tukiendesha hii taasisi. Kwa miaka yote nilishazungumza kuanzia mwanzo kwamba objective ni nini, yaani malengo ni nini. Malengo sio kushika madaraka, malengo ni kusogeza mpira mbele. Malengo mimi ni kutoa mchango, na kwa Sputanza nimesema kile nilichokuwa nafanya nikiwa mjumbe wa mkutano mkuu, labda nitakosa tu kushiriki kwenye mkutano mkuu, hiyo nitakosa kushiriki kwenye mkutano mkuu wa taifa, lakini vile ambavyo nilikuwa navifanya nitaendelea kuifanya, ikiwemo seminar kwa wachezaji, mchango wangu kwenye ushauri kwa wachezaji. Hivyo ni vitu ambavyo nitaendelea kuifanya. Sio lazima niwe mjumbe wa mkutano mkuu wa Sputanza, sio lazima. Kwa hiyo kwa swala la rufaa, hapana, mimi sikuona kwamba kuna haja ya kukata rufaa, kwa sababu sio objective yangu ni kusaidia mpira kupitia chama cha wachezaji. Na as far as mimi ni member, sio kiongozi, ni member. Kwa hiyo as far as ni member, bado nitaendelea kutoa mchango wangu. Kwa hiyo ndio sababu sikutaka kukata rufaa, kwa sababu malengo yangu ni kusaidia mpira. Kwa hiyo sio lazima kukata rufaa, sio lazima. Lakini pia kwenye maendeleo huwa lazima kuna watu waumie, lazima kuna watu huwa wanaumia. Yaani kama vile mnajenga barabara, tunavunja hii nyumba ili barabara ipite, itumike na public. Bana, samani sana bana, hii nyumba tunaivunja, samani sana. Hata kama ulijenga kwa milioni 2, sorry bana, lakini barabara inatumia na watu milioni 9. Kwa hiyo watu katika development ni kitu cha kawaida.